Kama mahakama inaona kwamba hakuna viashiria vya ushahidi kugusa shitaka, kwa maana hati ya mashtaka, mahakama inatakiwa iishie hapo. Yaani inaandika tu mistari hata miwili tu kwamba tujaona ushahidi wa kutosha na inamwachia uhuru bila masharti. Labda kama anakabiliwa na kosa lingine ambalo lisiani na hili, huyo mtu aendelee kukaa ndani. Otherwise anaambiwa arudi nyumbani siku hiyo muda huo. Kwenye mashauri ya jinai kunakuwa na pande mbili ambazo zinatakiwa kutoa ushahidi. Upande wa kwanza huwa ni upande wa wanaopeleka malalamiko, kwa maana ya upande wa mashtaka, na hapa lazima watoe ushahidi pamoja na exhibit. Yaani ni watu wanatoa ushahidi wa maneno lakini pamoja na exhibit, kwa maana ya vielelezo kama vipo. Sasa kesi ya Tundu Lissu ni mojawapo ambapo kulikuwa na ushahidi wa maneno lakini pia ushahidi wa vielelezo. Sasa baada ya kufunga ushahidi wa serikali, ikifunga ushahidi, wanachotakiwa kufanya mahakama ni kutoa maamuzi kama anayetuhumiwa ana kesi ya kujibu au la. Kinachoangaliwa kama una kesi ya kujibu au la, huwa ni ule ushahidi wenyewe ambao umepelekwa mahakamani. Je, unaendana na hati ya mashtaka? Yaani kinachoangaliwa, je, kililolalamikiwa kwenye hati ya mashtaka, hati ya mashtaka imethibitishwa? Sio kuthibitishwa tu bila kuacha shaka. Sasa mahakama inatakiwa ijiridhishe hapo kama yule anayetuhumiwa ana kitu chochote cha kwenda kujibu. Kwa mfano, unaweza ukashtakiwa kwa kuiba ng'ombe, lakini ukaja ushahidi wa kwamba mliiba mbuzi, sio ng'ombe tena. Kwa mahakama inatakiwa iende mbali kuangalia, je, ushahidi uliopo ni wa ng'ombe au mbuzi, na kwenda mbali na kusema sasa kama ushahidi wenyewe sio wa ng'ombe, manake hatuna kitu cha mtu kwenda kujibu. Kwa hiyo hicho ndo kitu ambacho mahakama huwa inaangalia. Je, ulicholalamikiwa, vielelezo pamoja na ushahidi vinagusa? Kama kesi ya Tundu Lissu, kama je, mashahidi wamegusa kweli kama kuna kesi ya uhaini? Sasa hiyo tunaiachia mahakama waseme kesho. Sasa baada ya hapo kuna taratibu mbili tu. Moja ni kwamba kifungu cha 312 kwa sasa, manake zamani ilikuwa vifungu vingine, kifungu kidogo cha kwanza kinataka kama mahakama inaona kwamba hakuna viashiria vya ushahidi kugusa shitaka, kwa maana hati ya mashtaka, mahakama inatakiwa iishie hapo. Yaani inaandika tu mistari hata miwili tu kwamba tujaona ushahidi wa kutosha na inamwachia uhuru bila masharti. Labda kama anakabiliwa na kosa lingine ambalo lisiani na hili, huyo mtu aendelee kukaa ndani. Otherwise anaambiwa arudi nyumbani siku hiyo muda huo. Lakini kama mahakama itaona ana kosa, yani ana kitu cha kujibu, mahakama pia haitakiwi kuchambua sana. Huwa hawachambui sana, kwa sababu ukianza kuchambua manake ni kwamba tayari unakuwa umeshabezi upande mmoja. Kwa hiyo wanakuwa na uchambuzi mdogo tu wa kuangalia kama na kesi ya kujibu, pia wanaangalia na kujiridhisha. Sasa akishaambiwa kwamba ana kesi ya kujibu kutokana na kile anacholalamikiwa, anatakiwa mtuhumiwa kama huyo nimesema ni Lissu, sasa anakuwa na haki zifuatazo. Haki ya kwanza ni kama atapenda kutoa ushahidi yeye au ataamua kukaa kimya. Maana yake akiamua kukaa kimya, kuna taratibu zake ambazo mahakama itajiridhisha, je, itoe hukumu au kuna kitu gani, kuna taratibu zake. Kama ataamua kutoa ushahidi, anatakiwa aseme anatoa ushahidi, je, ni kwa kiapo au bila kiapo. Kwa hizo haki zote anapewa. Lakini mwishoni, jambo ambalo ni muhimu ni kwamba kama anataka kuleta mashahidi, basi anatakiwa aorodheshe mashahidi wake na exhibit ambazo atazitumia kwenye ushahidi wake, ili summons iweze kutoka na yeye kupata nafasi ya kusikilizwa. Kwa mfano kama akiamua kutoa ushahidi kwa kiapo ama bila kiapo, hizi mbili tofauti ambazo umezungumzia zina tofauti gani? Ushahidi wa kiapo unakuwa na uzito dhidi ya ushahidi ambao hauna kiapo. Kwa hiyo huwezi kumlazimisha mtu atoe ushahidi kwa kiapo
pale ambapo hayuko tayari kutoa kwa kiapo, lakini wa kiapo unakuwa na uzito kuliko ule ambao hauna kiapo. Sasa kwa mfano, iwapo labda majaji wataona kwamba ushahidi wa jamhuri haujafika kiwango cha kuthibitisha shtaka pasi na shaka, kisheria ni kitu gani ambacho kinatokea kwa Lissu? Je, ndio tunaweza kusema kwamba shauri limefikia mwisho? Kama mahakama itaona kwamba hana kitu cha kujibu, ndio imefika mwisho, anaachiwa huru. Kama kuna kesi ya kujibu, hatua ambazo zinatakiwa kufuata ni zipi, na Lissu anapaswa kufanya nini katika hatua za utetezi? Anachotakiwa ni kuorodhesha mashahidi kama atakuwa nao na kama ana exhibit basi, na maamuzi kama nilivyosema ni kwamba je, anatoa ushahidi wa kiapo au hana kiapo, inaishi hapo. Na baadaye kutakuwa na kitu kinaitwa majumuisho ya mwisho kama ataamua. Baada ya hapo kutakuwa na maelekezo, sheria zinasemaje, pande zote zinapewa nafasi. Haraka jamii ama watu ambao wanafuatilia hii kesi wanatakiwa kuelewa nini kuhusu siku ya tarehe 21 kwenye uamuzi wa hiyo naiachia mahakama. Tumesikia mara kadhaa, hasa katika nyakati kama hizi, kesi za uhaini pamoja na kesi za ugaidi. Hivi nyinyi kama mawakili na wanaofahamu kuhusu sheria, maoni yenu ni yapi? Wakati mimi nasoma sheria, bahati nzuri mimi nimeishi kwenye viongozi wote. Nyakati huwa zinatofautiana kutoka nyakati moja au nyakati nyingine. Mimi nimeishi nyakati ambazo marais wote wametawala nchi. Sheria hizi za ukiacha ya ugaidi, ya uhaini, sheria hili ilikuwepo kwa ajili ya kulinda viongozi wakati ule kulikuwa na mapinduzi. Uongozi walikuwa naingia madarakani kwa mtutu wa bunduki, na demokrasia ilikuwa ni mara chache kuchukua mkondo wake baada ya nchi za Afrika, especially Afrika unaongelea kupata uhuru. Sasa nyakati zile zimeendelea kubadilika na sasa hivi hakuna uongozi kupindua. Kwa sheria hizi zimebaki pale, lakini zilitakiwa ziwekewe mwongozo. Kivipi? Yaani ninachosema ni kwamba haya makosa ya ugaidi ni makosa makubwa sana. Ugaidi pamoja na uhaini. Sasa kitu ambacho mimi kwa uzoefu wangu naona kina misi hapa ni jaji mkuu au wenye mamlaka kama ni wizara ya sheria iweke ni taratibu, at least itoe kitu kinaitwa prima facie evidence, yani kuwepo na element za hicho kitu ambacho unamshtaki mtu kabla ya kumpeleka mtu mahakamani. Yani itolewe kauni za kuguide, yani itolewe guidance ya kusema jamani, mtu anayeshtakiwa kwa ugaidi kuwe na viashiria 1, 2, 3, 4, 5. Na taratibu zake ni kwamba mahakama ijiridhishe na kile ambacho wakili wa serikali au prosecutor amekuwa amepeleka, alafu ndo kesi ifunguliwe. Otherwise ndo maana miaka karibuni, mwaka jana mabodaboda karibia nchi nzima walifungulia kesi za ugaidi. Sasa hii hapo ndo tulipofikia kwamba kila mtu anaweza kafunguliwa kesi ya ugaidi. Ni makosa makubwa sana, yatakiwa kuwa hivyo. Takiwa yawekewe utaratibu namna ya kuendesha mahakamani. Kwa sasa hatuna kanuni kama hizo. Kanuni ni hizi za kuendesha, kanuni ya kuendesha kesi ya ugaidi na kesi ya kibaka ambaye ameiba kuku ni zile zile. Hamna tofauti. Kwa ndo maana tunasema makosa ambayo kwa serious kwa kiwango hiki yawekewe utaratibu wa kuchuja na kuangalia kama kweli kuna viashiria vya mtu anayeshtakiwa kuwa gaidi au haini, basi viwepo vionekane kabla mtu kufunguliwa, na mahakama ipewe mamlaka ya kureject. Yani kwamba unapeleka mahakamani ulichokileta hatuoni kama kuna viashiria, kwa hiyo mahakama ikatae pale pale hata kufungua yenyewe. Ndio maana hata kwenye makosa ya madai, kama hati ya mashtaka au hati ya madai haina mashiko, msajili anapewa mamlaka. Msajili tu, haijafika hata kwa jaji anakuambia hapana, hiki ulichokiandika hakiendani na kile ambacho unatakiwa ulete, au mahakama haina mamlaka, tunaishi hapo. Kwa nini kwenye jinai wanashindwa kuweka huo utaratibu? Wewe unahisi kwa nini mpaka sasa hatujakuwa na hizo kanuni? Hatuendi nyakati. Ni nyakati tu hatujaenda nazo. Lakini nchi zingine wameweka. Hata namna ya uendeshaji, sero, kila kitu wamebadilisha. Ziko tofauti. Ndio maana wao wameharmonize. Sasa hivi usikii ugaidi huko duniani, bado unasikia nchi kama hizi. Kwa hiyo haya ni mapokeo. Wao wamepambana na ugaidi. Ugaidi sio kosa ambalo, ile ndiko ni kosa ambalo ni mtambuko, inazunguka nchi nyingi. Ndio maana unaona kila nchi ina sheria yake ambayo inahusiana, inazuia mambo ya ugaidi. Lakini ukiangalia sasa hivi umeshaikuona Marekani kuna ugaidi.
imepungua. Sijui Uingereza kumepungua, wapi kumepungua. Sisi yale mapokeo ndo tumeyapokea. Sasa tunaweza tukasema bado tuna ushamba namna ya kuyaendesha. Ndio maana tunahitaji kanuni, kwa sababu kuna mabadiliko. Hata wenzetu nao kuna mabadiliko. Kadiri miaka 10 inavyopita, ndio maana wanasema miaka 10 inabadilika. Huwa kuna mabadiliko makubwa sana kwenye uchumi na teknolojia. Bahati mbaya sheria zetu zimebaki kwenye karne ya nyuma wakati teknolojia imeshabadilika. Na tunasema sasa tuweke mfumo na taratibu nzuri namna sasa ya kuendana na haya mashtaka ambayo ni makubwa, kuliko kuyaacha kwamba taratibu zile za kuendesha kesi ya kuiba kuku iko sawa na kuendesha kesi ya ugaidi. Ukitaka madai ulipwe fidia ni dhidi ya complainant, sio wakili wa serikali. Aliyeenda kulalamika ukaja ukashtakiwa ni nani? Aliye initiate proceedings mara nyingi wanakuwa ni walalamikaji, ni polisi au ni mtu binafsi aliyepeleka taarifa hadi ukatuhumiwa. Ndio yule ambaye sasa wewe unasema hapana, mmenikalisha ndani muda mrefu, sasa mnilipe kile ambacho mimi nimekaa muda mrefu. Kwa nchi yetu bado haijatumika sana, lakini nchi za Ulaya watu wanalipwa. Nimeona kama Marekani mara nyingi sana watu wamelipwa, watu wamekaa ndani muda mrefu, hajafanya shughuli zake, they are paid billions of money, wanalipwa.